watu wanaowaita watoto wake. Kuna watu watatu ambao Paul anaita watoto wake katika imani. Na Paul alisaidia watu wengi wakuja katika wokovu, lakini tunaona tu anaita watu watatu watoto, my children, my sons. Na hiyo huwezi kutupea authority watu watuite watu sons and daughters, no. Maana alihubiria watu wengi na waliokoka, na tujasikia kiita wale watu wengi hivyo. Only we hear him calling Philemon, we hear him calling Timothy, we hear him calling Titus, my son. But today we are going to speak, we in the book of Jude. And kitabu cha Yuda, kuanzia mstari wa kwanza, Jude chapter 1, from verse 1 all through to verse 16, Jude is exposing the false teachers. He is exposing the apostates, people who have deviated from the truth. Jude is exposing, from Jude chapter 1, verse 1 to 16, people who are against the gospel, people who are anti-gospel. And from Jude chapter 1, verse 17 to the end, he is not giving us the direction. Now, what should we do? After he has exposed these false teachers, after he has exposed these false doctrines, those heretics, people who deviate from teaching the truth, now he gives a direction to the church of Christ. And last week, we read up to verse 7, where we had about Sodom and Gomorrah. Jude gave 3 examples there concerning the Israelites, concerning the guys in Sodom and Gomorrah, and also concerning the angels who had fallen from their states. In Jude chapter 1, verse 4, 5, 6, and 7, Jude was gave us 3 examples of what God did to those who went berserk, to those who went contrary to the true teachings of God, who deviated from the truth. God gave an example of the angels who lost their state, and he says that they are now kept waiting for the final tormentation. That is the lake of fire that was prepared for Satan and his angels and all those who follows him. Also, he gave the example of the children of Israel when they forsook following God. God, despite he having called them my people, he destroyed them. And this now will bring us to another teaching, trying to understand, because God calls the Israelites my children, are they by default going to make it into the kingdom of God? Are they by default going to make it into heaven? Are they by default going just, even without coming to the knowledge of salvation, are they going to enter into God's kingdom? Those are some of the things that we should ask ourselves. And we should ask ourselves such questions and subject those questions to the word of God. I do not believe that by default the children of Israel are just going to enter into the kingdom of God. They must believe in the way, and the way is our Lord Jesus Christ. For Christ himself said this in the book of John chapter 14 and verse 16, that I am the way, the truth, and the life. No one here, meaning everybody under the face of the earth. No one comes to the Father except through me. So Jesus is the only way to the Father. So they must put their faith in Christ for them to enter into God's kingdom. Praise God. It is not just by default. After Christ came, all men are called to believe in Christ. Hebrews chapter 1, verse 1 and 2. The Bible says that God in our former time, at sundry times and in various manners, spoke to our forefathers, the Israelites, through prophets. But he is today commanding every man here, it is anybody under the sun. And he's speaking to every man through his son Jesus Christ. So, Jude was trying to show us these examples of the Israelites, that despite them being called the children of God, God had all the right to destroy them. Also the angels who fell from their state, God has kept them for the final damnation. And also the guys in Sodom and Gomorrah, those who exchanged the natural use of men and women, God also destroyed them. He is the same God that we are believing in even today. Praise God. So verse 8,
Jude chapter 1 verse 8. Jude has only one chapter. Verse 8. Yet in the same way, these men also by their dreaming fight the flesh. We heard about that. These guys, they are deceiving us. And this is where we brought a lot of discussion about dreams and visions. These guys are deceiving themselves. People do not come and tell us that. The Bible says, they are telling us nowadays that I saw, I dreamt. God spoke to me. The Holy Spirit said to me. And they are not referencing from the scriptures. They are not taking us back to the word of God. They are taking us to their minds, to their illusions, to their thinking, to their dreams, to their visions. We should not be taken to the visions and dreams and illusions of men. We should be taken to the word of God. We do not need dreamers. We need people who can teach us the word of God. We do not need people who say that I saw a vision. We need people who tells us the Bible says. For even Jesus Christ himself said, for it is written. We need people who should tell us it is written. Praise God. Even the apostles of our Lord Jesus Christ say that as your prophets wrote. Also we need people who are going to take us back to the word of God. The church have been run into facade because people are using their mindset, they're using illusions to con people. We have a lot of funny preachers all over. They don't base their teachings on the word of God. They base it on illusions. We should get out of illusions. And when people are leading us through illusions, they will bring a lot of confusion to us. Na sisi pia tutaanza kutembea na illusions. Tutaanza kusema kwamba nilikuwa natembea nikaona ng'ombe mkubwa na baadaye akatoroka. Nikajua ni shetani alikuwa anataka kunigonga nimemshinda. Wapendwa, we do not walk that way. We walk by the word of God. Praise God. And all these things, what does the Bible say in verse 10? Turuke mpaka mstari wa 10. Tusome kwa Kiswahili Joram. Lakini watu hawa huyatukana mambo yasiyojua na mambo wayatambuayo kwa asili wajiharibu kwayo kama wanyama wasio na akili. 11. Ole wao kwa sababu walikwenda katika njia ya Kaini na kulifuata kosa la Balaamu pasipo kujizuia. Kwa ajili ya malipo nao wameangamia katika maasi ya Kora. Unaona sasa hapa, you see here, Jude is quoting from the word of God. He is not just thinking. Where do we find Kain? Hadithi ya Kain tunaipata wapi? Katika ndoto mtu aliota, nimeota kuna kitu kilikuwa inaitwa Kain. He's quoting Genesis. Anasema watu kama hawa wameenda njia ya Kaini. Kaini alifanya namna gani? Aliua ndugu yake kwa sababu gani? Wivu. Sababu nyingine pia sadaka yake haikubalika na Mungu. Na Mungu akaambia Kaini hivi, kama ungefanya vizuri, si pia ungekubalika. So these people don't do anything good. They are always con men. They are always liars. They are defilers of men. Ni watu wanakuambia fanya hivi, Mungu atafanya hivi, as if God is a butter trader. You know butter trade? Mahali unapeana kuku, unapewa ng'ombe. Ama unapeana majani, unapeana chumvi, unapewa mawe 3 ya kuweka kwenda kupikia. That is butter trade. Today now men are being told that when you do this, God is going to do this. God is not a butter trader. God is God. He is sovereign. He controls everything. And he does not need me to do anything for him to act. He is God. See, so we have sunshine. Ni nani ambaye aliamka asubuhi akaanza kuomba? Mungu ninaomba leo kusikue na giza, ikifika saa 1 kukuwe na jua. Ninajua unanisikiaga na kutakuwa na jua katika jina la Yesu. Ukiamka ukakuta hivyo jua. Who prayed? Nobody. God is God. He does what he wants to do. We don't need to force him to do what he wants to do. Nani aliomba? For sure, this is a very simple thing. Na naamini hakuna mtu aliomba. Nani aliomba Mungu naomba nikiamka nikuwe ninapumua? Na unapumua hizi?
Mara ya mwisho uliomba ukomwe ni lini? When did you last pray about that? Lakini mtu anakwambia unajua nilikuwa nimeonyeshwa ya kwamba kuna watu wanajaribu kuzuia hewa. Nikasema lazima mpumue, lazima mfanye namna gani? These guys are defiling themselves. Cain, kile ambacho walifanya, alianza kutoa ibada ambayo ni kinyume na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Sio ya kwamba Cain kutoa vyakula kama sadaka ilikuwa ni dhambi, lakini nia yake ilikuwa ni mbaya. Are we there? Maana yeye alipokuwa anatoa, hakutoa akireverence ama akitambua Mungu kana kwamba ni Mungu. Ndiposa tusema hivi katika Word Family Church, kila ibada kwetu ni ibada kwa Mungu. Hata even when you sweep the church, do it not as unto men, but do it unto God. Anything that you do without reference to God, it is a sin. Don't dare do it. Even if you are preaching and you're not preaching it in reference to God, that preaching is null and void. Everything we do, we should do it in reference to God. And when Cain did what he did, without reference to God, God did not accept his sacrifice. And after God not accepting his sacrifice, Cain killed his brother. In the book of Matthew, chapter 24, the Bible says that in the last days, when the love of many shall diminish, many shall take hold of others, and they shall cause him to be destroyed or to be killed. Not because they are sinners, but because the love of many have diminished. They shall see the way people are doing in the kingdom, and they shall cause them to be destroyed. And no such happened in the early church. Apostles of the Lord Jesus Christ were killed. They were destroyed. Who destroyed them? They were people who claimed to worship God. These guys have fallen into the sin of Cain. Na Cain hapa, we are quoting Genesis. Anaendelea kusema hivi, he's not dreaming, Judah is not dreaming, he's quoting the scriptures. Anaendelea kusema hivi, baada ya Cain, they have gone the way of Cain. They have run central in the era of Balaam. Balaam, mnajua story ya Balaam? Mshasikia hadithi ya Balaam? Balaam na Balak. Balaam aliambiwa na Balak akafanya namna gani? Akalani wana wa Israeli. Ndio afanye nini? Apewe kitu. Akapewa pesa mingi, akasema haiwezekani kuwalani hawa watu. Akaongezewa pesa. Akasema hivi, wacha nijaribu niende. Balaam akashika safari, aende apande juu ya milima, akapewa ng'ombe, akachinja. In the book of Numbers chapter 21 to 23. Akachinja ng'ombe, akaanza sasa kujaribu kulani wana wa Israeli. Na aliweza kulani. Akaambiwa pana, toka kwa hii mlima, labda Mungu wako hapa, tuende mlima ingine mahali Mungu hayuko. Mungu wetu yuko kila mahali. Hakuna mahali Mungu hayuko. Watu wanaweza jificha waende kinyume chako, lakini wanasahau hata mahali wamejificha, God is there. Balaam akajaribu tena, haikuwezekana. Akafika Numbers chapter 23. This is a wonderful scripture you can write down. Numbers 23, Hesabu 23 mstari wa 23. Ikafika mahali Balaam akasema ya kwamba haya maneno yamenishinda Bwana Balak, maana hakuna uganga kinyume cha Israeli utakaoweza kufanikiwa. Mimi nimejaribu kuwaganga, nimejaribu kuwaroga, nimeshindwa. Praise God. So these guys also, they've gone, wameangukia katika hiyo mitego pia. Balaam hakwenda kubariki wana wa Israeli, alienda kuwalaani. Na ndiposa tumejaa watu wenye malaana kanisani. Wengine mlikuja hapa na slippers, leo uko na kiatu na unakataa kutoa pesa, hiyo pesa yako na izaikuilaani. Who are you, Mr. Balaam? They are always defiled because their service is service unto money. Balaam alianza kulaani wana wa Israeli maana amepewa pesa. Leo hii kanisa, kwa sababu kuna mama fulani mnono mzito ananiletea shopping, anaweza niambia unajua spendani na mama fulani kanisani, pastor, hata huyo pastor mama ninaomba atoke kanisani. Naye pastor anasema wacha tutaomba Mungu afaa amuondoe. Balaam,
Ni paper bag inafanya watu wafanye vituko. That is the church we are in today. People are not worshiping God. People are not serving God. They are falling under the same silly mistakes. Don't serve God for money. Serve God because of who He is. So tumepewa hadithi ya Kaini, Balaam na nani mwingine tena na Kora. Wamerebel kama vile Kora alirebel. You know Korah, what happened to Korah? What did Korah do? Korah walikuwa watu watatu, Korah, Nadab and Abihu. They were three guys. What did they do, Korah? What is the story of Korah? Where do you find the story of Korah and Nadab and Abihu? In the book of Genesis. Exodus, not Genesis. Yeah? Is it Numbers? Numbers chapter 16. We find Korah. What did Korah do? Korah alifanya nini? Korah aliunga kikundi wabishane na Musa. Wakaambia wana wa Israeli, sasa huyu Musa ametuenjoy miaka mingi, tufanye hivi, turudi wapi? Misri. Tuachane na Musa hapa jangwani. Naye Musa, Mungu akamwambia usijisumbue na hawa watu. What you are going to do, you just tell people, if you follow Korah, enda kwa saidi yao. If you follow me and God, baki saidi hii. Na Musa akaomba namna gani? You remember the way Moses prayed? Moses aliomba namna gani kuhusu Korah? Eh? Moses aliomba namna gani? Number 16, hiyo tumeambiwa from verse 1 to 34 to 32. Number 16, 1 to 32. Musa aliomba alifanya namna gani? Na unajua Korah alishika watu wengine, about 250 people. They joined hands with Korah to stand against Moses and the truth that Moses was relaying to people of God. And what happened is this. It was very simple. Andika utasoma baadaye nyumbani. Mungu alifungua dunia. You see it. The earth opened. Korah, Nadab, Abihu and his friends, over 200 Jewish, wakaingia ndani na Mungu akafunika na ibada ikaisha. Wakazikwa wakiwa hai na mambo ikaisha. Hamjasikia hiyo hadithi? Next show umeisoma in the book of Numbers chapter 16. Dunia ilipasuka. Okay. Wameambiwa okay, hii maua mbili. Hii ni maua, hii ni Musa na watu yake. Hii ni Korah na kikundi chake. Na Musa amewaambia wenye mnataka mfuate Korah awarudishe Misri, muende pande hii. Wenye mnataka mnifuate na mfuate Mungu tuende Canaan, mkuje pande hii. Na watu na vichwa yao mzuri na wamesikia ni kati ya Mungu na Korah, watu walienda wengine kwa Korah. That's the way sweet it is to be live. Uongo ni mtamu. Korah alikuwa anaambia watu hapa jangwani ni kushinda tu tunakula mana na ilikuwa mana na nini? Na asali. Kulikuwa na asali kweli? Ni mana na nyama ya kuku. Sasa tunashinda ile na kule tungekula marenge, kule kulikuwa na vitu mtamu, kulikuwa na maji masafi. Hata kama tunafanya kazi at least jioni tungelala kwetu. Hapa tunalala kwa hema. Naye Musa anawaambia Mungu anatupeleka kwa nchi ambayo inatiririka asali na maziwa. Na mkumbuke kenye Mungu mwenyewe alifanya. Alifanya kwa Wamisri, aliwaletea chura, aliwaletea mapigo. Naomba tafadhali fuateni Mungu, yeye ndiye Mungu. Musa akawapembeleza. Mungu akaambia Musa, don't keep arguing with these people. Tell them, those who are following Korah and his lies, to go on the other side. Those who are following you and me, to come on this other side. Na watu wengi wakaenda pande ile, over 250 people. Baadaye Musa akaambia Mungu imetendeka hivyo. Mungu akashuka hapa kwa Korah akafungua. Akapasua nchi. Korah na watu yake wakaingia chini ya nchi. Mungu akarudi akafunika na dunia ikaendelea. Hata leo hii watu wengi wameangamia si kwa sababu
mapepo yana nguvu. Wameangamia because they are following the same teachings. Mtu anadanganywa, go and sell your house. Bring all the money here. God is going to multiply it. Many people have sold their homes. They are living now on the streets. Not because a bank came and took over their houses after they have taken a mortgage and failed to repay. It is because of their innocently and ignorantly following men who lied to them. Go and sell your properties. Come and give to the man of God, and it is going to be multiplied. Instead of it being multiplied, they are now living and loitering on the streets. Following the same bad examples. Let nobody lie to you. Our God, He is God. He never changes. And we cannot manipulate God to act or do what we want Him to do. Praise God. Inaendelea kusema hivi, mstari wa 12. This is wonderful. Soma John. Watu hawa ni miamba yenye hatari. Ndio tusaidia watoto. Watu hawa ni miamba yenye hatari katika karamu zenu. Hawa watu ni miamba ambao ni hatari katika karamu zenu za upendo walapo karamu pamoja naye. Unaona? Hata wakati hao watu wanakula karamu pamoja na nini, tafadhali mjue ni watu hatari. Wanacheka tu lakini ndani wanaona advantage. Hapa naweza fanya hivi, hapa naweza hii. They are only sin prophets. Wakijibisha pasipo ni mawingu yasiyo na maji. Ni mawingu yasiyo na maji ama mawingu yasiyo na mvua. Wanaweza ongea mpaka unaona kuna dalili. Ngoja kidogo. Wanaweza ongea mpaka unaona sasa hapa mimi nimefanikiwa. Niliwaambia utanunua gari, hata anza kuiona, anza kutembea ukiona gari, unanunua shamba, enda mpaka kuanza kununua materials. Yaani ni mawingu unaona itanyesha. Ni mawingu wanakuemotionalize, wanakusisimua mpaka unaona mambo yatajipa sasa. Wanakuchangamusha, wanakuambia mpendwa, mwaka huu ni wa double. Si ndio mnashinda mkisema? Hii mwaka ni double. 2020 ni double. Who said? This is a year just like any other year. Okay, ni double. Mpaka sasa umepata double ngapi? Yona? Umepata double ngapi? Double. Ambia mwenzako double. Suti double. Manguo double. Na ile suti ilikuwa nayo imekuliwa na wapanya, imebidi upige kiraka double. Church, hao watu ni kama mawingu. They are just like clouds but without waters. They are just emotionalizing us until to a point that we think that we are now going to get it. Hautaonjeka tena. Ninakuambia mpaka unaona kweli sitaonjeka tena. Na wewe ambaye ni mgonjwa, umepona. Ambia mwenzako nimepona. Ambia mwenzako mimi si mgonjwa. Akiletewa kiwete unaona akifungua macho moja. Lakini zile vitu wanajua ni natural. Wengine hapo wanaona kichwa, hiyo kichwa itaenda. Itaenda maana hatuioni, lakini kiwete akiingia haleluya. Hata Mungu asipotembea leo utatembea siku nyingine. They are clouds without waters. Kuna saa nyingine unaweza kama asubuhi leo simuliona mawingu kwenye ilikuwa imekuja. Paka tukasema itanyesha. Iko wapi mvua? Wanakaa hivi. Wanatupia matumaini marefu lakini nothing. Last year, thank God nimekumbuka saa hizi. Last year niliwaambia kuna watu waliambiwa hii mwaka haitaisha kabla hamjanunua gari na kabla hamjaenda ng'ambo. Maana nimeenda. Na watu walichangia pesa akaenda ng'ambo last year. Na wakaambiwa hata nyinyi mchukue passport. Na watu wakachukua passport na nikafurahi maana wanakuja sasa basi tunapata pesa wanachukua passport. Ni wangapi wameenda ng'ambo? Hii mwaka haitaisha bila kuendesha magari. Ziko wapi gari? Ni mawingu bila mvua. Uongo mtupu. Na mimi kama ni wao, naambia serious wakati wanawaambia ningerudi kwa pastor. Nilisema tukuchangie uende na sisi tutaenda na sisi kuenda. Nilitoa tena sasa. Fikiria hapa ama tuende kotini. Maana huo ni uongo ulimdanganya kwa maana.
ni mawingu bila nini? Mvua. Lakini maana wamedanganywa wakadanganyika, hata Mungu akichelewa leo ataenda next year. Lakini Mungu alikuwa amesema mwaka hii aishi. Ni kama vile mwaka hii inasemekana ni ya dabu. Kama ukwenda last year America, utaenda America na England. Okay. Tena itatoka kitu kingine tena watu watoe next year. Hata kama ikutendeka ndio imeongezeka England, America, Dubai. No, mtaendelea kudanganywa mpaka mtarupenda hivi. Na ikiwa unasema hapana haiwezi lia maana sijaenda America, tutakuacha. Na tutakuacha maana haungeenda. Utakuwa in your rightful position. There are clouds without waters. Praise God. Kwa hiyo tusidanganyane kanisa. Let us be truthful in Jesus' name. I believe in this. Kuna vitu Mungu atakupea na hatanipea. I believe in this with the whole of my heart. Si lazima kenye niko nacho upate. Kipasta kivaa suti utavaa ni uongo. Ni nini? Ni uongo. Mimi sijaienda Dubai. Hata nikienda Amerika sipitiagi Dubai. Napitia Amsterdam ama Germany. Sijaienda Dubai. Na labda utaenda Dubai kabla niende. Unajua? Nimeenda Amerika hujaenda na labda hautawahi enda. Yesu asifiwe. Mimi naenda ninamaliza wiki mbili ama mwezi mmoja ninarudi. Wewe labda utaenda na uishi. You see the way God works. Hatuwezi format Mungu na pastor. Pastor akikufa na 45 years na wewe ukufe na 40. Yesu asifiwe. I wish lakini nisiishi. Maana ingekuwa mbaya. Maana ningekuwa mshirika wako unidanganye ningekuwa kwako asubuhi. Uniambie ukweli. Praise God. Kanisa, tuko na Biblia. Hii si zile nyakati za zamani. Na pia Mungu amesaidia tumesoma hata kama tumefika class 3. At least tunaweza shika Biblia na kusomea. Hapa Juda anatuambia hawa watu ni mawingu bila mvua. Ushaona mtu anakuongelesha. Have you ever talked with a call unashaikuwa na conman? Anakuongelesha mpaka unaona huyu mtu kweli huyu mtu ana shida. Kuna jamaa alikuja siku nyingine kanisa tukiwa pale juu. Na akaingia kwa kanisa. Akasema mnajua mimi nilikuja sijui gari ikaharibikia wapi. Nimetembea mpaka hapa na bibi. Nikitembea tu nikajikuta niko hapa kwa kanisa. Nilikuwa natafuta kanisa nikaingia hapa kanisa. That was back in 2009. Na sasa nilikuwa naomba munisaidie ninaelekea Mombasa. Munisaidie na transport. Na akaongea kabisa na akatuimbia wimbo mbili. Mimi nimekaa tu hapa wanaimba wimbo yake mbili. Elda Tingoza akaniuliza pastor tumchangia matofani na gani? Naambia hapana ngoja kwanza ni mimi nitachangisha. Ni mawingu bila mvua. Nikaendelea kuhubiri tukamaliza nikakumbusha pastor. Tutachangia mtu nikamwambia ngoja mimi nitamchangia. Hata mhitaji kumchangia. Hii pesa kidogo. Kwenda Mombasa hapa si shilingi 2,000. Hata nimpe mpaka ya kukula njiani. Baada ya ibada nikamuuliza, "Okay, rudia sasa ushuhuda." Unajua nilitoka Mombasa, jua likaharibikia wapi, nikatembea mpaka Rabini, sasa nikitafuta kanisa ndio nikajipata hapa. Okay, ulishukia wapi Rabini town? Oh, asante. Kutoka Rabini town, kuna kanisa hapo town. Inaitwa AIC Town Church. Haukuiona? Na ulikuwa unatafuta kanisa? Kuna kanisa ya Full Gospel hapo. Haukuiona na ulikuwa unatafuta kanisa? Ukipitia Kishauri utasikia Darama na nini. Haukusikia makanisa zinaimba hapo? Kuna kanisa inapiga sauti kubwa hapa ya Deliverance. Haukusikia hiyo sauti hata uende hapo, unakuja kanisa yetu ya makaratasi na hatuna hata vyombo. Ulijuaje hapa iko kanisa? Wewe ni mkora na ushike njia. Kanyanga lamu. Hatukumchangia. Tukitoka nyumbani kuelekea town, nilikuta jamaa hapo Shauri amelewa vizuri sana. Ndio kanisa iko. Maana tumefundishwa msimuko. Tunaletewa ujinga kila kitu tunaletewa tunaandisini kumeza tu. Hatustahili kumeza kila kitu. We should subject everything to the word of God. Uongo wote tuangalie na tuumulike katika neno lake Mwenyezi Mungu. Haleluya. Mtu asitoke huko atuambie ni miongozwa na Mungu hapa atisui ABCD FGH. Na jana ulikuwa miongozwa wapi?
case apply wakati tulikuwa Kamara. Kuna kijana pia alisema ati gari linaharibikia hapo akaingia kanisani. Na tukamwambia mpaka pesa atununulie naitwa nini hizi demu. Tukamwambia 300 ati tuletee demu Mombasa. Wakora. Na hii nilifanya tumpe hiyo, maana kijana mwingine alikuwa mwinjilisti kanisa alisema ninamjua huyu. Huyu anapita hapa akienda Eldoret. Kumbe wako na deal na yeye. Kanisa ikampea sijui 300 na sisi tukampea 300 basi ukirudi kutoka Mombasa utuletee dengu maana alisema ni cheap. Mpaka leo dengu hatujaona bado tunatafuta dengu. Crowds without rain. People don't have the fear of God. That's what the church has been turned to. Unaendelea kusema na magani, Joram? Yachukuliwayo na upepo ni miti iliyo kuputika. Isiyo na matunda. Ni yachukuliwa na upepo. Hayo mawingu unaona itanyesha, alafu upepo inachukua nini? Haya, tena unaona huyu mtu amenawiri sana. Unajua mwaka tuliambiwa tutanunua magari. Hii mwaka ilisemekana tutafanya hivi. Unaona huyu mtu kweli atapata gari mpaka unastuka. Kuna mtu anaweza kuambia kiushuhuda mpaka ustuke. Hii mwaka unicheki vizuri. Pastor wetu alisema tutaenda wapi? Pastor wetu alisema tutakula. Pastor wetu alisema hatutakula githeri mwaka mpaka unajiona kweli na mshiri atuambia Kenya tutakula. Sisi kwisha. Unaona amenawiri sana. Huyu kabisa anakuambia mwaka huu in fact ninaacha kazi Roses. Ninaenda Nairobi. JKIA nitakuwa nafanya kazi kwa ndege. Mwenye anasema atafanya kazi kwa ndege hata kalamu ajua aliweka wapi alipotoka shule. Unajua mimi unaniona hivi next year watoto yangu nitahamisha kutoka Shimoni nitawapeleka Immaculate. In fact na watoto Immaculate ninawapeleka Kianda Schools Nairobi. Mmoja ni 700,000. Ukiangalia mtu nyumba shilingi 500 ameshindwa kulipa na anapeleka 700,000 school fees pata. Unaona kweli mimi kweli hata sijaamini Mungu. Mimi ni kama hata sijui Mungu. Mpaka unamwambia sasa na mnaombea kwa siku gani hata mimi nikuje niombewe. Mpaka wengi wenu mmeenda kuombewa. Na mwamba kwa mafuta mingi lakini sasa hiyo mafuta sijui ni yani okay it's good. Baadaye unangojea mtu uone sasa matunda. Si mtu ukimea unangojea matunda. Maandiko inasema ni miti bila matunda. Bana usijali unajua hata kama si mwaka hii Mungu atakuja mwaka mwingine. Which God is that? Yeah? Which God is that? Ulituambia mtoto atahama hapa Shimoni, ataenda Immaculate. Sasa ametoka Shimoni, hata ujui ataenda high school wapi. Ni kuzunguka na mtoto. Na ulikuwa unatuambia unapeleka Nairobi Kianda School, atafanyia kwa boarding primary. Na sasa secondary umeshinda utapeleka. Ni miti bila nini? Hiyo kanisa iko hivyo. They talk big. Sisi watu wa kukula mauji, kukunywa uji inasuluhishwa na mauji barabarani. Sisi watu wa kukula mahindi barabarani. Sisi ni watu tukitaka kukula tunaendana Times. Ama nanunua nyama kilo moja na sijui na nini mpendwa. Kama unaweza afford kukula sukuma wiki ya shilingi 5 ama nderema, enda kula nderema. Si ndivyo? Nderema iko mingi na ni bure. Wewe time wakati watu wanapita mahali jioni jifanye kuna mtu anangojea kwa fence na karatasi yako. Kataka katawi moja unaikisha kwa karatasi. Unaona kuna mtu anakisha karatasi. Baadaye kijaa wewe toka enda nyumbani pika nderema. Usishinde hapo ukidanganywa na watu. Hatiwe ni wakukula Times. Ni nyumba utalipa ama utapeleka watoto shule ama utapeleka pesa yako Times. Niseme ni mbaya kukula Times, lakini kama siwezi mbona nijisumbue? Why? Church, let us be wise in Jesus' name. Tusiwe mawingu bila mvua. Tusiwe miti bila matunda. Unakumbuka mfano ambao Yesu pia alitoa kuhusu mti. Alisema mkulima alipanda mti. Akaenda mwaka wa kwanza angalie matunda hakupata. Next year he did not find the fruit. Then he had the same. And he said, why should this tree keep on consuming the manure in the land? Let us cut it down. Ni miti bila nini? Matunda. So ukisikia watu wakupea ushuhuda mingi, wewe usiwakatizie, be entertained. Hey, unajua mwaka hii. Okay, na next year. Mwambie asante. Na ukinunua gari unipe lift tafadhali. Usiniache njiani. Next year utapatana pia naye tu barabarani. Hapo kwa pikipiki amebebwa na pikipiki na inaenda mbio mpaka machozi yanatoka hivi. Unamfanyia gari. Gari ilienda namna gani dada? Bado inakuja. Naanza kuambia ndio sasa inawekwa tire. Sasa ndio inawekwa tire, ndio inapakwa rangi.
You change mechanism. Kama anapaka rangi pole pole. That's the beauty of understanding the scriptures. Hakuna mtu atakuja hapa kukupea misisimuko ya upepo. Mungu wetu ni Mungu. Praise God. Nimeuliza swali simple. Ni nani aliomba hapa kuwe na jua asubuhi? Who prayed? Who prayed for us? Me, I didn't pray. In fact, I've never prayed. In fact, I've always assumed that it must be there. And it has always been there. I've never prayed for the sunshine to come. Hauja? Na kama hizi vitu za kawaida Mungu analeta, mbona tudanganywe kuna vitu tunaweza lazimisha Mungu afanye na afanye? Tulazimishe saa hizi nyeshe. Maana imeanza kuwa na kiangazi na tunahitaji maji. Hata watoto wamekunywa uji na vikombe sijui kama imeoshwa au haijaoshwa. Maana hakuna maji. Situoze. Tufunge. Ishaja tangi. We cannot condition God. He is God. Praise God. Amen. Naendelea kusema namna gani? Miti iliyokufa mara mbili. Miti iliyokufa mara ngapi? Ilikufa 2017. Hii ni mwaka yetu ya kununua matrakta. Hawakununua matrakta. Trakta ikakufa. 2018, hii ni mwaka yetu ya kujenga maploti, tukanyange, wakakanyanga mpaka stadium. Na wamefukuzwa mahali wanaishi. Maana wamekufa mara mbili. Wamekufa kiroho, wamekufa kiasili. Maana kiroho hawana neno. Kiasili wameporwa. Are you getting it? In the physical, they've been conned. Enda uza shamba yako, leta pesa, na Mungu atajumulisha. They've been conned. In the spiritual, they never took the word of God. Unarudi mpaka kule nyuma ya kwamba these people devise themselves with dreams. Ni watu ambao wamekufa mara mbili. Very sad. They have just become entertainers. Na kung'olewa kabisa. Na wameng'olewa kutoka kwa ukweli. Kuna mtu unaongea na yeye neno unasikia huyu nipige makofi ama nifanye nini? Wewe ngoja. Unajua pastor, hizi vitu zingine hata kama wewe ni pastor, unastahili kuviona kwa jicho ya kiroho. Jicho gani lingine ya kiroho imeshinda Biblia? Maandiko yanasema kwamba the Bible is of no hidden interpretation. Why do you want me to coin the word? Iji. Turudi hapo. David akashika mawe, akazungusha, akaonga Goliath. Is that a spiritual statement? Hiyo ni statement ya kiroho. Yaani ina maana fiche ya kiroho. Goliath ni mfano wa nini? Goliath ni mfano ya nini? Ya jitu. Goliath ni jitu ama ni mfano ya jitu? Ni mtu. Ni mfano ya nini kiroho? Daudi ni mfano ya nini kiroho? Si Daudi ni Daudi kijana ya Jesse. Na Goliath si Goliath muona Mfilisti, mtu ambaye alikuwa ni mkubwa wa jitu. Na Goliath anajaribu kuudhi Mungu wa Israeli kupitia watu wake. Na Mungu anatumia Daudi kuonyeshana ukuu wake kwa Goliath. Ya kwamba Mungu anaweza tumia mambo yaliyo madogo kuyaibisha yaliyo makubwa. Does that mean that wewe uende uchukue mawe na uanze kurushia shetani kama Goliath? No. Shika mawe hii, enda weka kwako. Hii mawe ni kama ile ya Daudi, utaonga magonjwa. Hii mawe itaonga umaskini. Hii mawe itaonga watoto kufu. Nani alisema hiyo? There are people who are double dead. They do not understand the scriptures. Praise God. Wakati Daudi anaua Goliath, ni Mungu anaonyeshana ukuu wake. Na ndiposa Daudi statement yake ilikuwa ni hii ya kwamba wewe ni nani Mfilisti unaye muudhi Mungu aishie milele? Unanikutia kwa fumbo, mikuki na panga. Ninakujia katika jina la Bwana Mungu wa majeshi. That is relying on God for our victory. Praise God. Na kama Mungu hataleta ushindi tufanye namna gani? He's no longer God. He remains to be God. Shadrach, Meshach na Abednego. What happened? Si walirushwa kwenye moto. Mungu angeshika hiyo moto na azima, na hakuzima, aliruhusu waingie kwenye moto.
That is the way God works. Lakini maana ni kudanganyana. Ni watu ambao ni miti ambayo pia imekufa mara mbili. Na Yesu mwenyewe akatoa mfano wa miti katika kitabu cha Yohana mlango wa 15. Mimi ni mzabibu, baba yangu ni mkulima. Tawi lolote ndani yangu lisilozaa matunda, yeye hulikata na kulirusha kwenye moto. There are many Christians who are just walking. They are walking with a lot of stress. Na ninarudia hii na nilisema wakati mwingine. Kama ni wacha. Sikuwa ninatonesa kidogo. Endelea. Tuko mstari gani? 13. Jude chapter 1 verse 13. Ni mawimbi ya bahari yasiyozuilika. Ni mawimbi ya bahari yasiyozuilika. Unajua mawimbi ya bahari yasiyozuilika? Uongo hutembea kama mawimbi ya bahari yasiyozuilika. Angalia wakati ambapo watu wanahubiriwa wakidanganywa na kusisimuliwa. Hauwezi wazuia. Amen. Unasikia kama kimawimbi kiko pale. Wow, mpaka unaweza jienjoy. Amen. Glory. Na pastor is a master orator. Anaongea unasikia wow, amen. Ni mawimbi ya bahari yasiyozuilika. Unaweza mwambia $4. Unaongea kuhusu nini pastor? Maana haiwezi kuzuilika, unaambiwa si mtu akitoka hapa. Tunataka watu wanaelewa roho. Nini yasiyozuilika. Na yasipozuilika anafanya namna gani? Yakitoa aibu yao wenyewe. Yakitoa aibu yao wenyewe kama pofu. Yanatoa aibu yao wenyewe kama pofu. Baada ya kufanya hiyo vitu yote, sisi ni watu tuko na roho, sisi ni watu tuko namna gani, zile maaibu wanatoa ni kama pofu. Pofu huinuka kuliko maji. Pofu karai ukiweka homo na ufanye hivi. Ni nini ambao unaweza fikiria imejaza hiyo karai? Pofu. Si ni pofu? Na pofu ukibeba hivi. Beba pofu, si unataka kuosha nguo, sasa shika pofu, weka karai nyingine. Chukua manguo, osha hiyo manguo kwa pofu. What will happen? Sio nguo itang'ara sana. Yeah? Ni pofu tu. Ni kitu ambacho in short hakina uhai ndani yake. Kile ambacho kinaosha nguo ni maji. Lakini pofu imepewa opportunity kupitia kwa maji, washikane mikono, waoshe nguo. Maji ambayo Yesu alisema kwamba mko safi kwa sababu ile neno nimewafundisha, maji yakiwa peke yake yanaweza osha nguo. Ama haiwezi? Hata kama haitatoa stain, itaosha nguo. Pofu peke yake haiwezi osha nguo, itakuwa absorbed na nguo. Can you notice the difference? Yes. Msisimuko hawezi ongoza mtu kwa ukweli. Wewe. Lakini neno linaweza kuongoza mtu kwa ukweli. Iji yule mzee ambaye alikuwa ni askari Mwethiopia, alikuwa juu ya punda anasoma Biblia yeye mwenyewe, si kuhubiriwa. Naye Mungu akatuma Filipo, akamwambia kutana na ule mzee anasoma na haelewi. Filipo akamwona huyu jamaa, akamwambia habari yako mzuri, ninaona unasoma hadithi ya mtu fulani, je unaelewa? Filipo huyu mzee akamwambia, nitaelewaje bila mtu kunielezea? But the genesis of it all is this man was reading the word. Let us be a people who read the word. Praise God. Sio kutembea na tulia phone hapa. Tunasikia mahubiri ya nabii, unasikia mahubiri ya pastor, unasikia be a person of the word. Usisikie sana vitu kuliko wakati unasoma Biblia. Soma Biblia, mahali hauelewi, mkikutana na wapendwa waambie I read the word, I did not understand it. These other things are just like the what? Like the form, hiyo pofu. Ni watu unaweza ona amefura, lakini ukimfinya hana neno.
We don't understand anything. Kuna video niliwekea mke wangu jana ya jamaa mwingine aliaga anaitwa Kabir. QABEEL. Alikuwa Muislamu akaokoka, baadaye alikufa. Alikufa kijana mdogo tu, alikufa na kile 39 years. Alipata stomach cancer na baadaye akakufa. Na tu kufika akikufa. Nilijua leo ni Sunday jana angelia jana. So sikutaka tufike mahali anatufa. Akikufa akiwa kwa kitanda ametolewa matumbo zote. Kwa sababu imekula. Kansa imekula kabisa. Aliomba ombi ambalo ni nzuri. Mimi nitawekea hiyo video tukisonga tu na mafundisho haya tu wakati tumepata nguvu kabisa. Alisema hivi. Na ni kijana amehubiri neno la Mungu kwa Amerika muda mchache na impact yake ni kubwa. Alisema, "Ninamshukuru Mungu kwa uhai. Na najua wewe unaponya." That's a wonderful statement. Na ni mtu hana hata matumbo mpaka hajawekwa ya plastic sasa. Ninajua wewe huwa unaponya. Na hata sasa unaweza kuniponya. Lakini pia usiponiponya, wewe ni Mungu. Na nitaishi na wewe. Baada ya hiyo maombi yangu maliza siku 5 na akaenda kuishi na Mungu. Lakini sasa ile pofu yetu pofu tunaambia kwa hivi kataa. Ninakataa kukufa, sitakufa, nitaishi, sitafanya. Mitume wote waliuawa. Hawakuwa pofu. John alone never died. Church, tusiwe watu pofu. Lazima hii mwaka nijenge ghorofa. Ninasema ni lazima hii mwaka ninaenda ng'ambo. Hii mwaka ni double ninaenda. Upendo, hiyo ni pofu. Wacha kuoga na pofu. Oga na maji ambaye ni neno lake Mwenyezi Mungu. Hawa watu ni kama pofu. Watoto wangu mwaka huu hawasomi Shimoni primary tena. Ninawatoa. Na unaenda na fujo unasema ni Petro Aswani ni master. Unapeleka watoto wapi? Mungu anajua. Ni Petro mama, si ukitafuta shule kwanza ni transfer. Watoto yangu napeleka Nakuru Milimani Day and Boarding Primary School. Unatoa transfer hata transport kutoka hapa mpaka Nakuru hauna. Unasimama barabarani kwa imani, matatu itanibeba, hata sio matatu, nimekataa matatu. Kuna gari itakuja Mercedes, mwenyewe ataniuliza unataka kwenda wapi mama, nitamwambia naenda Nakuru kupeleka watoto shule. Hata nipeleka nifikishe Nakuru, aniambia hata nitakupeleka kwa shule, hata nitakulipia. Na watoto yangu utakaa na mtoto yako hapo na itafika jioni na chifa atakushinda. Pofu bila maji. This is Jude chapter 1 verse 1 to 16. Anajaribu kutusaidia kuondoa hii ujinga ambao kanisa si la leo peke yake. Huu ujinga ulianza zamani. Anaendelea kusema namna gani? Baada ya wao kuwa maji ni kama mto, unafikiria wana kitu wanafanya kumbe wafanye chochote, baadaye unajua ni kama maji tena kumbe si maji, ni pofu. They can hold nothing. Ni nyota zipoteazo ambao weusi wa giza ndio akiba yao waliowekewa mbele. Ni nyota zipoteazo. Yaani unaona hata wenye wanang'ara Sunday na kushuhudia manguo. Ndio nilisema hapa tusishuhudia manguo tafadhali. Kanisa, unajua mtu akiokoka si mtu ya kuvaa nguo moja, ni ya kuchange. Niambia mwenzako kuchange. After that you are shining full. Ni nyota. Tunakuona wewe ni nyota. Ni nyota. Baada ya muda hakuna nyota tena, ni giza. Hii nywele haiwezi kaa wiki moja. Ikikaa wiki moja ninatoa, naweka nyingine 2,000, ninatoa nyingine 5,000, ninatoa. Very soon tutakutafuta, hatutakuona. Utakuwa giza mpaka tunakuja na tochi hatukuoni. Do this, fear the Lord in Jesus name. Wacha kutembea na msisimuko ambao tumeingishwa ndani yake, na ilikuwa tangu zamani. Ni nyota ambazo zinazopotea na giza lake litakuwa kali. Maana hili giza pia unaona linakuwa shuhuda na nini? Na umilele. That means wamekuwa kanisani lakini their destiny has been sealed. They did not belong to God from the first floor. Maandiko yanasema kwamba hao watu walikuwa ni makafiri. So whatever things they are not doing it in light of the word of God. They are doing it outside the word of God. Hebu soma Joram tutamalizia mstari wa 16. 14 nasema
na Henok, mtu wa kizazi cha 7 toka kwa Adamu, alitoa maneno ya unabii juu ya hao. Alitoa maneno ya unabii juu ya hao. Sasa ngoja kidogo. Tuko na kitabu cha Henok. Na hapa sasa anaquote kitabu cha Henok. Endelea. Kama kutakuwa na swali mtu atauliza baadaye. Anasema na nani? Juu ya hao akisema, angalia Bwana yuaja na watakatifu wake maelfu kwa maelfu, ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuadhibu wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu, na kwa ajili ya maneno yote maovu ambayo hao wenyewe dhambi wasiomcha Mungu wameyanena juu yake. Nasikia hata maneno yale yote watu hunena watakuja kuhukumiwa. Maandiko pia nasema by your words you shall be judged. Hii maneno mengi watu wanaongea wakifikiria tu ni kuongea emotionally they shall give account of those words. Every idle word that proceeds from the mouth of people professing to be Christians, professing to be ministers, they shall give account of it. Enoch alikuwa ameongea, ametabiri kuhusu hawa watu. Enoch yule mtu ambaye alitembea na Mungu mpaka akachukuliwa na Mungu na hakuonja mauti. Na hapa maandiko yanasema hata Enoch mwenyewe aliongea. Wakati ambapo tulikuwa tunasoma kitabu cha Kolosai, Paulo alisema hivi, na mnaposoma hiki kitabu cha Wakolosai, enyi Wakolosai msomapo hiki kitabu, pia msome pia ule waraka wa Laodikia. Tuna kitabu cha Laodikia. Kuna vitabu vingi ambavyo havikuwa compiled katika Biblia. Kulikuwa na kitabu cha Enoch, the book of Enoch, hakijaionekana, hakijulikani kiko wapi, na Mungu hakuruhusu kionekane. Zile vitabu ambazo Mungu aliruhusu zionekane ndizo ambazo zilikuwa compiled zikatengeneza Biblia. Haleluya. Na zile ambazo Mungu hakuruhusu, hapo ndipo maandiko yanasema kwamba yaliyo wazi ni yetu sisi na watoto wetu na vizazi vyetu, ambaye yako sirini ni yake Mwenyezi Mungu. Yesu mwenyewe alisema mambo haya yote yakiandikwa, hata Biblia dunia yenyewe haiwezi toshea kuwa maktaba. Okay, endelea. Malizia 16. Watu hawa ni wenye kunung'unika, wenye kunung'unika, kunaumiana, waendao kwa tamaa zao, na vinywa vyao yanena maneno makuu mno. Wananena maneno makubwa sana lakini ni empty, ya kiburi. Wakipendelea watu wenye cheo kwa ajili ya faida. Unasikia? Watu wana maneno makubwa. Wapendwa, sisi watu hivi, sisi watu wa kula ovyo ovyo. Hata ukienda mahali sherehe usiketi chini ovyo ovyo. Sijui ukienda na mahali usifanye ABCD, ukienda na mahali sijui nini na inaenda inarudi inaruka inatembea inaketi chini namna gani. Acha niseme hii maana Victor hapo hapa. Wakati ambapo tulienda siku nyingine sherehe kwa kina Victor, nilienda nikaingia nikaona watu wameketi chini. Na mimi mniruhusu tu nikaaga tu na uzee yangu na ujinga yangu. Nilipokuta watu wameketi chini, nitembea kwa watu wa mwisho ndio niketi chini. Mimi nimechelewa. That is irresponsible. For one, uchelewe na unataka upeleke huko mbele. Mimi niliingia tukiwa na vijana wengine, na nikaenda nikaketi kwa miti chini. Ni Jora mwalikuja kuniita ni Jora. Kumbe Jora na Jora ananiletea shida sana. Sasa pastor, naona sasa siko pale pastor. Siwapuke mwende huko. Sasa. We don't need to be possessed. Ni Jora. Jora nisumbuka sana. Jora. Tuende pole pole. Si ile misingi ya kupigia pastor saluti. Ni ile misingi hata pastor apige saluti. Mimi nimeingia tu nikaenda kuna kimiti kwa kina Vista kwa kitu hapo. Kimiti iko na mizizi mizuri sana kama kiti. Nilienda
nikalia mzizi moja hapo na nikafeel comfortable. Church, tusipendelee madaraka. Tunaendelea kusoma namna gani? Wanaongea tena maneno makubwa. Sisi watu hivi, sisi watu wa kukula ovyo ovyo. Watoto wetu si wa kusoma hapa, ni wa kusoma pale. Maneno makubwa. Na inaendelea kumalizia hivi. Wanapendelea watu wenye cheo. Mtu aingie hapa tusikie ni mwalimu wao wa kesho ako na cheo kanisani. Kwa sababu gani? Ya faida yao wenyewe. Huyo ni nasi. Unahamia hapa district. God bless you very much. Karibu sana. Unajua hata tulikuwa tunaomba Mungu tukue na nasi. Kuanzia leo tuna department ya health kanisani. You are the chair. Wanapendelea watu wenye cheo kwa faida zao wenyewe. Si kwa sababu ya kusaidia huyo mtu ajue Kristo. Nikiwa na nasi 5, walimu 10, professors 2, hiyo mama pesa yake. Faida yao wenyewe. This thing Jude saw it long ago. Almost 2,000 years ago. Na hii kitu iko saizi leo. Kama hauna kitu kwa kanisa, you are a nobody. Nobody is interested with you. Nobody has hata kujua unaishi wapi, unakulaga wapi, unalalaga wapi, unatembea namna gani. Nobody is interested. Church, hebu turudi katika kusoma neno katika jina la Yesu. So that ukienda mahali, siku moja unaweza hama hapa, uende ukaishi Nairobi. Hata hujamaliza wiki 2, hata pastor hakujui, hakuelewi, unaanza kuambiwa wewe ni chairman. Toroka hiyo kanisa. And I mean it. Do what? Run away. Run away. Praise God. Because hatushindi hapa tukipea watu cheo. No. We need you to know the word. After knowing the word, we'll know you also. Tushajuana, tushaelewana. God will lead us to knowing where you can fit. To serve. Kanisa unaenda hata watu wajui kama uliwa mtu Mombasa ukahamia Ravini. Wewe kesho ni chairman ya vijana. Chairman ya vijana na ni mtu ameacha bibi Mombasa, hapa amenyoa nywele, amekuwa kijana mdogo na anavaa nguo tunamkaba, tunafikiri ni kijana. Kumbe ni mtu ana watoto 8 Mombasa. Baadaye anafanya vituko kanisani. Maana tumesikia mimi nimepigwa transfer hapa, nafanya kazi hapa, mimi ni county commissioner. County commissioner. My foot. We need people who know the word. Praise God. Watu ambao watakuja kufundishika. That is the basic. Wanatafuta watu wenye cheo. That's very dangerous. Very dangerous. Unakuta tunashinda wahubiri tukitembelea watu. Tukitembelea kuna mwalimu anaishi hapa hapo hiyo okay nitatembea. Yes madam, nilikuwa natembea nikasema nikusalamie, unajua ni vizuri nini okay na hata siku moja atembea kanisa yetu. Madam, tumekuja leo na mke wangu na mke wangu ni mkaleji, hata ni mkaleji, tembea kanisa yetu. We should not do that. There are many people loitering around who are drunkards. We should go for them. Let us stop doing things for our own personal gain. Let us do everything for the glory of God. I finish with this. The Bible says, and whatever things that you do, either be eating, drinking, talking, or wherever, do it for the glory of God. Don't do it for your own personal gain. Praise God. Mungu atusaidie. Sunday tutaanzia huo mstari wa 18. Baada ya kuexpose waovu, kuanzia mstari wa 17, sasa Juda anatuelezea tutafanya namna gani. Na hiyo ndio maana ya kusoma Biblia ukitiririka na yote. Ana expose shida zote ambazo zilikuwa na zenye tumedhibitisha ziko mpaka saa hizi. Baadaye anakuambia tutafanya namna gani. God bless us all in the name of Jesus Christ. Let us